Tunaanza kwenye kipindi cha kwanza kabisa. Rekodi zinasema Simba walimiliki mpira kwa 60%. Nini ambacho kilikwamisha Simba kuto kufunga goli za open play? Tunaweza tukarejea kwa Namungo kusema ya kwamba waliwazuia vizuri Simba kufanikisha hilo. Ukiangalia ubora wao kwenye kuzuia, naweza nikasema walikuwa bora kwa sababu umezuia dhidi ya timu ambayo imedominate possession na kudominate mchezo kwa zaidi ya 60%, si ndivyo? Kwenye hizo 60%, wao ndio walikuwa na mpira. Kwa hiyo ukiweza kuwazuia watu kama hao, ina maana umefanikiwa kwa first half. Na kitu ambacho walikifanya kama tulivyosema kwenye pre-match analysis ni wachezaji wengi waliowachezesha leo walikuwa ni wale tunaita defensive minded, kwa maana kwamba ni wachezaji ambao kiufundi ni wale wachezaji wazuiaji zaidi. Mstari wao mzima wa ulinzi ulikuwa na mabeki wawili wakati na mabeki wa pembeni wawili, lakini pia walikuwa na Abdalla Mfuko kwa siku ya leo ambaye leo alicheza kama kiungo, si ndivyo? Kwa hiyo wachezaji zaidi ya 6 walicheza wachezaji wazuiaji zaidi. Hiyo ni tabia za wachezaji, lakini hata namna walivyokuwa wanacheza, sehemu waliokuwa na cover ya uwanja, lakini hata style waliokuwa wanacheza ilikuwa inaonyesha kwamba wao kwenye hii mechi kitu cha kwanza walichokuwa nakifanya ni kuzuia Simba wasiwafunge goli. Na kwa first half walifanikiwa kwenye open play, lakini waliadhibiwa kwenye set play. Kwenye open play kitu ambacho walikuwa wanakifanya tunajua obvious, Simba wao mara nyingi huwa wanapenda sana kudominate sehemu kubwa sana ya uwanja kwa sababu wanahitaji timu pinzani iweze kufunguka, kwa sababu mara nyingi timu inazocheza na Simba mara nyingi huwa inakuwa imefinya uwanja sehemu moja, na ndio kitu ambacho tunakiona kwenye kwa namna hapa Namungo walivyo line up. Walichokuwa wanakifanya Simba ni kwamba mipira mingi itakuwa inaanzia kwa Yakubu. Of course alianza Yakubu. Mipira mingi itakuwa inaanzia kwa Yakubu, si ndivyo? Lakini Namungo haikuwa timu ambayo ina press. Ndio maana ulikuwa unaona kuna muda Yakubu alikuwa anakuja kuifuata pasi hadi hapa mbele. Nini? Ni kujaribu kuwashawishi wale Namungo wasogee mbele kidogo, si ndivyo? Wakisogea mbele ina maana wataongeza hii depth ya uzuiaji, lakini Namungo walikuwa wanaenda vizuri. Wakienda mbele basi wakiongeza depth basi wataenda watamaki mtu kwa mtu. Kwa hiyo walifanikiwa kwenye ngo hii, na muundo wao kwenye kuzuia wakienda kuzuia juu walichokuwa wanakifanya ni wanazuia na muundo wa 4-1-4-1. Abdalla Mfuko akiwa mbele ya hawa mabeki wa 4, Makambo, na baada ya Makambo kuumia of course yule Fabrice Ngoi akiwa mbele ya viungo wa 4, kwa maana ya wale mawinga wawili Masawe pamoja na Kabunda, lakini na Jofu pamoja na Kiswanya. Kwa hiyo walichokuwa wanakifanya wanaenda na 4-1-4-1. Nia ni kuzuia kwenye hii high press, hawahangaiki na Deruk, Chamu wala Yakubu. Walikuwa wanaangalia Kagoma na Kante wanaweza vipi wakapokea mpira wakapeleka mbele. Lakini pia walikuwa na mark Masawe pamoja na Kabunda, walikuwa na mark Mligo pamoja na Kapombe wasiprogress kwa njia za pembeni. Kwa hiyo walikuwa wanajaribu kuzikava hizi njia, lakini Simba walifanikiwa kwa sababu walikuwa na possess sana. Hizi triangles zilikuwa zinawasaidia sana wao kutoka kwenye mitego na wanafika hadi kwenye nusu ya Namungo. Walikuwa well combined December. Kwa hiyo Namungo alijitahidi pia wenyewe kumanage situation. Wakiwa wanazuia zaidi kwenye nusu yao, walikuwa wanaona Abdalla Mfuko kuna nyakati anakuwa karibu zaidi na hao watu wawili, kwa maana Kazi pamoja na Amoa. Na kuna nyakati pia anakuwa sambamba nao, na akiwa sambamba nao ina maana wanakuwa wako wengi kwenye mstari wa mwisho, wanakuwa hadi watu 5. Kwa hiyo hapa hivyo nia ya kuwa watu 5 kwenye mstari wa mwisho ni kwamba wanaamini kwamba kuna nyakati Mligo pamoja na Kapombe watakuwa wanapanda. Kwa hiyo Odong pamoja na mwenzake Machupa JR au Machupa Junior watakuwa wanawafuata. Kwa hiyo ukiwafuata kama Abdalla Mfuko kama hatorudi huku ndani, na maana kutakuwa kuna space kubwa. Kwa hiyo Odong pamoja na Machupa walikuwa wakiwafuata Mligo pamoja na Kapombe. Unaona Amoa anasogea, anajiongea upande ule ili Mpanzo asipate half space kubwa, lakini pia Kazi anasogea ili Umutale asipate half space kubwa. Kwa hiyo walikuwa na cover vizuri haya mapana uwanja, na kama watapita kwa njia katikati ulikuwa unaona Juf pamoja na Kiswanya wanakuwa well combined au pamoja sana kuzuia domination ya Morris. Kwa hiyo nyakati nyingi tulikuwa tunaona Morris anacheza zaidi mbele yao kuliko kucheza nyuma yao, ambao tunaita ni zone ya 14 ya uwanja ambayo inahusika zaidi na creation. Kwa hiyo creation patterns za Simba au zile sehemu ambazo wanahusika zaidi na kutengeneza nazo nafasi zikawa zimekuwa blocked. Kwa hiyo kuanzia hapo ndo walipopunguza yale ubora wa Simba. Sio kwamba waliondoa, walipunguza kwa sababu na wenyewe pia waliconcede, nafikiri walikuwa mashuti 3 on target. Kwa hiyo walifanikiwa zaidi. Lakini ukiangalia kwenye style hii kwenye first half walifanikiwa. Ndio maana baadaye wakaja wakafungwa goli la set play ambalo ni kona. Of course kwenye 100% ya magoli yanayofungwa 30 ni ya set play. Na kwa Simba sasa hivi imekuwa zaidi ya 50%, zaidi ya nusu ya magoli wanayofunga sasa hivi kwa msimu huu ni set plays. Na kwenye set plays nikizungumzia zaidi mapungufu ya Namungo, nafikiri alikuwa ni kama yanakaribia kufanana na yale Fountain Gate waliofanyia Simba. Okay. Walichojaribu kukifanya wao walikuwa na extra player pale, lakini walimark vizuri watu
kilichoharibu zaidi, wao waliwamark vizuri wale wachezaji wa Simba, kwa maana ya Chamu, Deruk pamoja na kuna pia wachezaji wa Simba pale walikuwa watatu. Walichofanikiwa wao walimark vizuri, lakini wale walivyoanza kumove, Faria Odongo speed yake ilizidiwa na Chamu, ndo maana Chamu akapata chance na akafunga. Okay. Lakini kwenye kumark man walimark vizuri, lakini na pia na ile zone ile eneo ambalo mpira unadondokea. Unaweza ukasema sub zimeathiri vipi kwenye mechi ya leo, especially kwa upande wa Simba ambao leo hii tunazungumza wameondoka na alama 3 na magoli 3? Zimeathiri more positively kuliko pengine hata mechi zote walizocheza msimu huu mpaka sasa. Kivipi? Okay. Ukiangalia wachezaji wawili walioingia, wawili wote kwanza wamehusika na mabao, kwa maana Neo Maema pamoja na Selemani Mwalimu. Yes. Na ukiangalia waliokuwa subbed off afu hao wakawa subbed in, pia na wenyewe walikuwa na mapungufu ambayo watu waliyataja zaidi, ndo ndo walichokuja kukitoa wale ambao waliingia kipindi cha pili, kwa maana ya Neo Maema pamoja na Selemani Mwalimu. Kwa hiyo hapo tunamsifia Matola kwa hilo jicho, kwa ongoing match analysis. Yes. Kwa hiyo ina maana analyze kitu gani kinaendelea ndani, kitu gani kinahitajika. Hiyo ni science nzuri sana kwenye football, kwa sababu kuna muda plan A na fail, either kwa squad selection au kwa style yako wewe mwalimu. Nimekumbuka enzi za Nasruddin Nabi. Uko sahihi. Kipindi kile Nabi alikuwa anasifika sana kwa sababu, si ndio? Kwa hiyo pale alichofanikiwa Matola ni kwamba style yake ina work, lakini wanaomwangusha ni nani? Ni wachezaji. Na wachezaji walikuwa wanamwangusha ni Mkwala pamoja na Elim Panzu. Elim Panzu kwenye creation, kwanza alikuwa na cost timu yake isiweze kupenya kwa sababu alikuwa anapoteza pasi nyingi, lakini ku create zile chances haku create enough, si ndivyo? Kwa maana kwamba kuzitengeneza zile nafasi. Lakini kwa upande wa Mkwala yeye tunaamini ni mtu ambaye anapaswa kuwepo kwenye box atengenezewe chances. Lakini ukiangalia tena hiyo kitu aliospot on utashangaa ni nani? Ni Dennis. Alikuwa anasema kwamba Mkwala anazunguka sana. Kile kitendo cha Dennis kusema Mkwala anazunguka sana, mimi nikakitafutia sasa sababu. Sababu ni nini au inaathiri vipi kwa yeye kutokufunga? Nikaja nikagundua kwamba Mkwala akiwa huko pembeni, kuna muda Mligo anapiga cross inamkuta yuko out of position. Kwa hiyo ina maana movement yake au positioning yake ilienda tofauti na namna Simba inavyoenda. Kwa hiyo team tactics zikazi zinamkataa yeye. Lakini alivyokuja kuingia Selemani Mwalimu, unaona alistick na mabeki wa Namungo, Kapombe akiwa na mpira huku, Simba ikiwa ndo inaanza build up, ina progress build up kwa njia ya pembeni. Tulitegemea tuone labda combination ya wachezaji, lakini Kapombe alimuona Selemani Mwalimu akiwa kwenye nafasi, akampa pasi moja tu ambayo ili break lines mbili. Ili break line ya kwanza ya Namungo, ika break line ya pili ya Namungo, ikamkuta mchezaji kwenye line ya mwisho ya Namungo, ambayo mchezaji yeye ana akili kwamba ameona sasa Neo Maema na Kibu wamefungua kwenye nafasi, na maana automatically wataufanya ule mstari wa Namungo kusogea na yeye atapata space ya kutana na mpira. Akatana nao, akamchukua wa kwanza, akaplace mpira. Kwa hiyo unaona namna ambavyo sub za Matola iliathiri mchezo, kwa maana kwamba iliweza kusaidia kwanza moja kutengeneza goli lile la set play kwa maana ya Neo Maema, lakini moja kufunga goli kwa maana ya Selemani Mwalimu. Lakini sub kwa upande wa Namungo pia alitoka Kabunda, akatoka na Masawe, waliingia. Kuna sub moja ilifanyika ya kwanza kabisa, ile ya Makambo ilikuwa ni injury, kwa hiyo ni squad management. Lakini hizo za pili zilikuwa ni kama Mgunda anataka akafanye kitu, kwa maana kwamba hawa wakalete game mpya, lakini walishindwa. Ukiangalia wachezaji wa Namungo kwenye kutegemea kuwa timu ya pili uwanjani na kutegemea counter attacks, hawa sio wachezaji wale ambao ni runners kwenye space na wakakuadhibu. Lakini walioingia bado pia hawakufanya kile kitu ambacho, kwa maana kwamba wategemea wazuie vizuri then wapige counter attacks kwa second team, hawakuwasilisha vizuri. Kwa hiyo nafikiri kwa upande wa Simba ime affect positively, kwa upande wa Namungo ime affect negatively. Vipi kwa mapungufu ya Namungo Sistine? Unaweza sema leo mapungufu yalikuwa wapi? Na Juma Mgunda kuingia kwenye hii timu, unadhani ni kitu gani ambacho anatakiwa inject ili timu iweze kuwa bora? Nafikiri sio kuingia kwenye hii timu, kwenye hii mechi ku approach Simba ni tofauti na ku approach Pamba mechi iliyopita. Kitu ambacho wao walikuwa nacho, walitakiwa kifanya ni kuzuia Simba isifunge goli. Hicho ndo cha kwanza. Then wafikirie sawa kufunga goli. Walifanikiwa first half kama tulivyochambua, kwa maana walikuwa wapo vizuri out of possession, wana set block zao vizuri, wana mark vizuri, wakakosea kidogo kwenye kufungwa set pieces. Lakini second half haikuwork out. Kwanza waliruhusu kufungwa set pieces ya pili, lakini haikuwork out zaidi kwa sababu waliruhusu kufungwa open play. Kwa hiyo nafikiri sehemu ya kwanza walianza kufaulu, lakini wakafeli baadaye. Lakini kufeli kwa sehemu ya pili ni in possession. Plan yenu ilikuwa ni nini? Kuset back na kupiga counter attacks. Counter attacks mimi niliwachagulia 10 tu. Lakini zote zilikuwa zinaisha, yani Simba walishindwa kuibreak tunaita rest defense ya Simba, ambao mara nyingi ilikuwa inabaki na mtu mmoja kama sio Kagoma Kante.
kwa maana kuwavuka sasa, kuivuka hii triangle ya Simba. Kapombe na Mligo walikuwa wanapanda sana. Kwa hiyo namna gani sasa nyinyi mnaweza kuijaribisha hii rest defense kwa kutumia rest attack yenu? Mpige zile counter attacks, tukawachagulia kati ya counter attacks 7, 3 zifike, 1 iliyo goli. Haikuweka out. Kwa hiyo nafikiri walifaulu kidogo sana kwa sababu walifunga magoli 2 ya set play kwenye out of possession. Wakafeli kwenye set plays zenyewe, lakini walifeli zaidi kwenye namna gani tunaanzisha zile counter attacks, zile counter movements. Mchezaji bora kwako alikuwa ni nani? Mimi. Roshan Deruk, sio kwa sababu amefunga goli. Hiyo ni kitu sababu ya pili, lakini sababu ya kwanza ni kwa sababu alikuwa ni anaicommand Simba icheze vipi. Unajua yeye ni Simba mara nyingi wanacheza kwao, si ndivyo? Pasi nyingi za Simba ukienda kuangalia kwenye hizo 100% za pasi zao, asilimia zaidi ya 60 wamepiga kwenye nusu yao. Ina maana Deruk ndo mtu aliyepiga pasi nyingi na ndo mtu ambaye alikuwa kama playing playmaker zaidi wa Simba. Lakini pia hilo sio jukumu lake la kwanza. Jukumu lake la kwanza ni kufanya Yakuba Sifikio, na wamelitimiza vizuri yeye pamoja na Chamuka Rabwe. Kwanza out of possession wamezuia vizuri. Kumbuka kuna tackling moja alipiga kali sana, lakini cha pili ameifanya timu yake icheze vizuri, amegovern vizuri in possession. Lakini tatu amefunga goli. Hiyo ni credit. Okay. Yes.